kuna kitu nilikuja kugundua kwamba kitendo cha mtu kuamua kuchukua hatua, kuishi karibu na mtu, anakuwa amecalculate kwamba mimi nitaweza kuwa sehemu ya kurahisisha mambo kwako. Yaani unachukua msaidizi, iwe ni mwanaume ni msaidizi au mwanamke msaidizi, mimi nitakuwa sehemu ya mashine ya kulainisha mambo kwako. Ina maana kama ibadani ulikuwa unahudhuria ibada 3 kwa wiki, sasa utahudhuria ibada 6 kwa sababu mimi kilainishi nimekuja kwenye maisha yako, nitakuwa sababu ya wepesi kwenye maisha yako. Lakini sasa tukiona kuna posti nimewahi posti kwenye grupu la kijana usizame kwenye ujana, ni grupu ambayo nilianzishaga. Nikasema moyo wangu wao unaumia kwa sababu vijana wengi waliokuwa na spidi kwa Mungu, spidi kubwa, walipooa basi spidi ile asilimia kubwa ilipungua. Yaani asilimia kubwa ile spidi ilipungua. Kwa nini? Je, huyu mtu anapoenda kwenye maisha ya mtu anaenda kuongeza mzigo au kuwa msaidizi wa majukumu aliyokuwa nayo mtu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nitaenda kwenye maisha ya mtu, basi niwe sehemu ya kazi ya majukumu yake kurahisika, lakini sio kuongeza mzigo. Sio kama huyu mtu alikuwa anakula vibaya, kama alikuwa na majukumu mengi yanayomtinga, basi kwa mimi kwenda kwake ajisikie wepesi, sio kuongeza mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba nisije nikaenda kwenye maisha ya mtu afa wakabaki wanasema saizi spidi kwa Mungu amepunguza, saizi spidi kwenye ibada amepunguza. Hapana. Bali natamani kama nitasogea kwa mtu, basi niwe sababu ya wepesi. Kama ni kazi ziwe nyepesi zaidi, kama ni maisha ya Mungu ya wokovu yawe mepesi zaidi, yawe mepesi zaidi. Lakini ikiwa kama mtu alikuwa anakuja ibadani saa 12, ameingia anaanza kuja ibadani saa 1, tunaanza kujifikiria hapa amechukua mzigo.